Wa Kinondoni tumepokewa vizuri na wanaohusika na masuala mazima ya uchaguzi katika wilaya ya Kinondoni. Tumeweza kurejesha fomu zetu na tayari tumeweza kupata uteuzi rasmi, na kwa hilo tunaishukuru ofisi ya mkurugenzi wa manispaa kwa jambo hilo. Tutarajie nini katika jimbo lako? Sasa hivi tutasubiri mpaka tarehe inayohusika na kuanza kwa kampeni ili tuweze kuja kuambia wananchi wa Kinondoni. Mimi binafsi nina yapi ya kuambia, na na hakika hata Askofu Gwajima atasubiri siku rasmi ya kufanya kampeni ili tuweze kuja akazungumza na wananchi wa Kawe. Msione kama namsemea, lakini ni pacha mwenzangu, tuko pamoja. Unless kama kuna swali ambalo ni very specific kwa askofu. Ukiangalia wapinzani wako wa Kinondoni, kuna watathmini vipi? Sasa hilo lisubiri mara baada ya kipenga kupigwa cha kufanya kampeni. Tutawaambia mengi sana, lakini nataka tu niwaambie tu Chama cha Mapinduzi kiko imara kama ilivyo siku zote. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imetoa mwongozo mbalimbali ya sheria hasa katika kuelekea katika uchaguzi juu ya wananchi mbalimbali na viongozi hasa kutambua hizo sheria ambazo ziko kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Pengine mkiwa kama wagombea tume sheria hizi wagombea mbalimbali mnazitambua ama la? Sisi tunatambua sheria zote na tumetia saini fomu maalum ya kuonyesha kwamba tutatii sheria zilizopo na taratibu zote za nchi hii. Chama cha Mapinduzi, nataka niwathibitishie, mimi na mwenzangu tutafuata maadili na sheria zinavyohitaji. Hatutakwenda nje ya mstari hata siku moja. Kawe ni jimbo ambalo limetoka kwenye upinzani. Labda sasa plani zipi za kwenda kuhakikisha linarudi CCM? Kwanza, maisha ni hatua kwa hatua, na kila hatua ina changamoto zake na ushindi wake. Hatua ya kwanza ya kuleta fomu tumemaliza. Hatua inayofuata basi tutawajulisheni ni hatua gani tutafanya baada ya hapo. Nafikiri mngesubiri kidogo ili hatua inayofuata tuwajulishe, lakini kila hatua tuliyochukua imehakikishwa na ni hatua imara. Tafsiri ya maandamano ya leo ya kile kijiji kilichokuja na leo, labda unaweza kuzungumzia? Nikushukuru sana watu wote ambao wamependa kuja kama waandishi wa habari ili kutuona wakati tunarudisha fomu. Tunawashukuru sana, asanteni sana. Labda askofu, tunapenda kufahamu muunganiko wako wewe na Talimba unamaanisha nini? Talimba kwanza ni rafiki yangu, na urafiki wetu haujaanza sasa hivi, tumeanza muda mrefu. Yeye ni Muislamu, mimi ni Mkristo, tunashirikiana katika mambo mengi. Alafu ni pacha wangu sasa. Utakapomwona Kinondoni, utaniona mimi Kinondoni. Utakaponiona mimi Kawe, utamwona yeye Kawe. Kwa hiyo tuko wote. Alipo Talimba, nipo mimi, na nilipo mimi, Talimba yupo. Na Jumapili ndio maana ukamaliza kwenye kanisa lako. Labda nini kilichotokea, kilichodhamiria katika kanisa lako hasa Mheshimiwa Talimba alipopanda kwenye madhabahu? Kila mtu anayetaka kwenda msikitini au kanisani hahitaji kualikwa. Sisi ni marafiki, tuitembeleana kama marafiki na kubadilishana mawazo kama marafiki. Asante sana.